Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tulizokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wanafunzi SAUT waeleza umuhimu wa maktaba katika kukuza na kuendeleza taaluma zao. Kiongozi wa kijeshi wa Mali Kanali Assimi Goita amechukua rasmi majukumu ya waziri wa ulinzi wa nchi hiyo. Na katika michezo, baadhi ya wadau wa soka mkoani Mwanza wamesema wameipokea kwa mikono miwili bajeti ya Wizara ya Michezo ambayo itatumika kufanya shughuli zote za kimichezo nchini. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Abdul Sami Hawanga nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Samila Salum atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Ronaldo Komba. Tukianzia hapa katika ukanda wa Ziwa Victoria ndani ya wilaya Nyamagana jijini Mwanza. Baadhi ya wanafunzi katika chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameeleza umuhimu wa maktaba katika masomo yao, kwani inaongezea chanzo cha upataji wa taaluma na maarifa katika safari yao ya kielimu. Na tukisalia hapa jijini Mwanza, na baadhi ya wanafunzi kutoka chuo cha Mtakatifu Agustino wamesema mbinu wanazozitumia kufaulu katika masomo yao ni kupanga ratiba inayowezesha kukutana muda wa ziada kwa ajili ya kujadili kile wanachokisoma darasani. Kwa undani wa taarifa hizi tuungane na mwanahabari wetu Samila Salum. Maktaba ni sehemu tulivu inayowapa wanafunzi nafasi ya kusoma, kufanya tafiti na kupanua uelewa wao nje ya mihadhara. Nipo katika chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, ambapo baadhi ya wanafunzi wameeleza umuhimu wa maktaba chuoni. Majina naitwa Johnson Jafeti. Umuhimu wa kuwepo na maktaba hapa chuoni, kwanza imetusaidia kwetu sisi wanafunzi kuweza kupata mazingira wezeshi ya kujisomea, na maana tukiingia mle moja kwa moja tunapata material mbalimbali kwa ajili ya kusogeza masomo yetu, na muda mwingine inatusaidia labda kutotegemea labda muda mwingine haya maroboti ChatGPT, AskAI. Kwa jina naitwa Blandina Matthew Taji, ni mwanafunzi wa shahada ya walimu mwaka wa 3. Kwa upande wangu mimi naona kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia maktaba. Kwa mfano, maktaba inatusaidia kupata taarifa mbalimbali. Kwa mfano, mwalimu kaingia darasani hajaeleweka au amefundisha tu haraka, inamsaidia mwanafunzi maktaba kwenda kwa ajili ya kuongeza ujuzi zaidi. Ataenda kule, ataangalia vitabu mbalimbali vya miaka mbalimbali, anaendelea kujifunza. Lakini vile vile maktaba ina umuhimu mkubwa, kwa sababu hata kama mtu ategemei kujifunza kutokana na darasani, anaweza akatenga muda wake binafsi akaenda maktaba akapata kujifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo maktaba kwa ufupi ina umuhimu mkubwa sana kwa wanafunzi. Kwa majina naitwa John Richard, ni mwanafunzi wa BBA 2 na nasoma katika Banking and Finance. Kwanza kabisa, uwepo wa maktaba hapa chuoni inatusaidia sana sisi wanafunzi kwenda kupata material mbalimbali, hasa na kupata new knowledge, napata maarifa tofauti. Katika mazingira ya ushindani mkubwa wa kitaaluma, kufaulu si jambo la bahati tena, bali ni matokeo ya mikakati madhubuti na nidhamu binafsi. Wanafunzi wengi leo wamebadilisha mtazamo wao wa kujifunza, wakitumia mbinu mbalimbali kama kupanga ratiba maalum za masomo, kushirikiana katika vikundi vya kujifunza, pamoja na matumizi ya teknolojia kama simu na kompyuta katika kutafuta maarifa, kama anavyoeleza baadhi ya wanafunzi kutoka katika chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza. Naitwa Fortunatus Gilead, nasoma kozi ya BSP. Kwa upande wangu, zipo njia mbalimbali ambazo zinaweza zikasababisha mwanafunzi kuweza kufaulu kitaaluma na kuweza kufaulu vizuri masomo yake. Mfano, kuna discussion. Nadhani kila mmoja akiwa na participate na wenzake wana share idea mbalimbali, kwa hiyo inasababisha mtu anaweza kufanyaje kufaulu kitaaluma kulingana ukisoma peke yako. Majina naitwa Dorosira Hamisi Nehemia. Mbinu ambazo ninazitumia kwa ajili ya kufaulu, nina ratiba yangu ya kujisomea kila siku, lazima nizingatie. Hata kama nina shughuli kiasi gani, lazima nisome kwa kila siku. Pia mwalimu akitoka darasani lazima nipitie alipofundisha. Natumia mbinu ya group discussion, kudiscuss na marafiki zangu, wana group wenzangu,
watu mbalimbali kupitia notes na kusoma pia vitabu kutumia reference mbalimbali. Majina naitwa Severin Steven Nima. Nahakikisha napitia past paper, kutafuta vitabu online na nomo. Pia nakuwa na jaribu kufuatilia maswali na moduli zote nilizofundishwa na lecture. Pia kuhudhuria mijadala, yani discussion na wanafunzi wenzangu. Nikiripoti kutoka katika chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, mimi ni Samira Salum wa SAUT TV. Shukrani sana Samira Salum kwa ripoti hiyo. Mtazamaji, tukisalia hapa jijini Mwanza katika jitihada za kuboresha usafi wa mazingira na afya ya jamii, uwepo wa vihifadhia taka mtaani umezidi kuwa suluhisho katika kudhibiti taka zinazozalishwa kila siku. Hayo yamesemwa na baadhi ya wakazi wa kata Luchelele na kuongeza kuwa mazingira yanabaki salama na afya zao kustawi kutokana na uwepo wa vihifadhio hivyo. Mwanahabari wetu Alex Siara ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika miji inayokuwa kwa kasi kama Mwanza, uwepo wa ndoo taka mtaani si suala la hiari bali pia ni hitaji muhimu. Wakizungumza na SAUT TV, wananchi hao wameeleza umuhimu wa kuwepo kwa ndoo taka, ambapo wamesema kuwa inasaidia kutunza mazingira. Kwa majina naitwa Winifrida Alfonsi. Umuhimu wa dustbin mtaani kuwepo kunakuwa na unafuu fulani, maana kunakuwa na upungufu wa taka nyingi chini. Umuhimu wa ndoo taka au dustbin kwa lugha ya Kiingereza kwamba inasaidia kutunza mazingira, na ukitunza mazingira maana yake unakuwa umetunza afya sio ya kwangu tu peke yangu na watu kwa jamii nzima. Nikiripoti kupitia hapa jijini Mwanza, mimi ni Alex Siara kwa SAUT TV. Siara inatutamatishia habari za kitaifa kwa siku ya leo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV popote unapotazama hivi sasa. Ni wakati wa kuangazia yale yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Kiongozi wa kijeshi wa Mali ambaye pia ni rais wa mpito wa nchi hiyo, Kanali Assimi Goita, amechukua rasmi majukumu ya waziri wa ulinzi wa nchi hiyo, uamuzi uliokuja kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri wa ulinzi Jenerali Sadio Kamara. Kwingineko huko barani Ulaya, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amehimiza uongozi wa Iran kurudi kwenye meza ya mazungumzo baada ya Tehran kushambulia kwa makombora na ndege zisizo na rubani kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu. Mwandishi wetu Ian Franki anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Kiongozi wa kijeshi wa Mali ambaye pia ni rais wa mpito wa nchi hiyo, Kanali Assimi Goita, amechukua rasmi majukumu ya waziri wa ulinzi. Uamuzi huo unakuja baada ya waziri wa ulinzi Jenerali Sadio Kamara kuuawa katika shambulio la kujitoa mhanga lililolenga makazi yake karibu na mji mkuu Bamako. Kwa mujibu wa amri ya rais iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa, Goita ataendelea na majukumu yake kama rais, huku pia akiongoza wizara ya ulinzi. Jenerali Omar Diara aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ameteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi. Mbali na Bamako, mji wa kati ulikuwa miongoni mwa maeneo kadhaa yaliyoshambuliwa na wanamgambo wa JNIM, kundi lenye mfungamano na mtandao wa Al-Qaeda, pamoja na waasi wa Azawad Liberation Front, kundi la wanaotaka kujitenga. Mashambulizi hayo yanatajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja. Kwingineko nje ya mipaka ya Afrika, huko Ujerumani, kansela Merz Friedrich amehimiza uongozi wa Iran kurudi kwenye meza ya mazungumzo baada ya Teheran kushambulia kwa makombora na ndege zisizo na rubani Umoja wa Falme za Kiarabu. Merz aliandika kwenye mtandao wa X akiitaka Iran iache kulishikilia mateka eneo la Mashariki ya Kati na dunia. Merz alibainisha kuwa kuzingirwa kwa mlango bahari wa Hormuz lazima kukome na kwamba Iran haipaswi kupata silaha za nyuklia wala kuwa na vitisho au kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya washirika wao. Hayo yalikuwa mashambulizi ya kwanza ya Iran katika nchi hiyo ya Ghuba tangu usitishaji mapigano ulipoanza karibu wiki 4 zilizopita. Jeshi la Iran lilieleza kuwa
shambulio hilo kwenye vituo vya mafuta katika mji wa bandari ya Fujairah kama jibu la uvamizi wa kijeshi wa Marekani. Merz aliyalaani vikali mashambulizi hayo akisema mshikamano wao uko pamoja na watu wa Umoja wa Falme za Kiarabu na washirika wao katika eneo hilo. Wakati hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameionya Marekani dhidi ya mbinu za kijeshi za kukabiliana na mgogoro kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Ian Frank, South TV habari. Ni Ian Frank huyo akitupitisha katika medani za kimataifa. Hivi sasa mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana na Samila Salum atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa South TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Samira Salum. Baadhi ya wafanyabiashara katika mtaa wa Silivini jijini Mwanza wameeleza kuwa matumizi ya daftari la kutunza kumbukumbu za biashara ni muhimu katika kuboresha usimamizi wa mapato na matumizi, huku likiwasaidia kufuatilia maendeleo ya biashara zao na kuepuka hasara zisizo za lazima. Kwingine biashara kimataifa. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema nchi yake imepoteza takriban dola bilioni 10 kutokana na kupungua kwa meli, hali iliyosababishwa na mashambulizi dhidi ya usafirishaji katika mlango wa Bab al-Mandab yaliyohusishwa na athari za vita vya Gaza. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Samia Omari. Waswahili husema mali bila daftari hupotea bila habari. Hilo limethibitishwa na baadhi ya wafanyabiashara kutoka mtaa Silivini ambapo wameelezea umuhimu wa daftari la kumbukumbu katika kuendeleza biashara zao. Isaidia kukumbuka vitu ambavyo wateja wanakuwa wamechukua. Mfano kama wamekuja kuchukua bidhaa na napaswa niwaandike huko kwenye daftari ili baadaye wakija kulipa madeni waweze kujua wamechukua nini na hela wanazodaiwa. Inanisaidia kujua nimeingiza kiasi gani, nimetumia kiasi gani na pesa niliyobaki nayo ni kiasi gani. Pia inanisaidia kujua faida yangu iko wapi. Inatusaidia kujua mapato na matumizi na kutambua hasara kiujumla. Na kwingineko kimataifa. Akizungumza mjini Cairo katika mkutano na katibu mkuu wa shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo OECD, Matthias Cormann, Sisi amesema kuwa mashambulizi hayo yamepunguza kwa kiasi kikubwa mapato ya nchi hiyo, kwani idadi ya meli zinazopitia bahari ya Shamu kuelekea mfereji wa Suez imepungua na hivyo kuathiri moja kwa moja pato la taifa. Kulingana na taarifa ya ikulu ya Misri, kupungua kwa shughuli za usafirishaji katika eneo hilo kumeleta athari kubwa kwa njia hiyo muhimu zaidi ya kibiashara duniani. Mlango wa Bab al-Mandab pamoja na mfereji wa Suez na mlango wa Hormuz ni njia za kimkakati za kimataifa kwa usafirishaji wa nishati na bidhaa za chakula, lakini sasa zinakabiliwa na changamoto zinazoongeza taharuki katika sekta ya usafirishaji duniani. Samia Omari, South TV. Asante sana Samia Omari kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Ronaldo Komba. Endelea kutazama South TV habari. Mimi ni Samira Salum. Wiki hii kwenye Maya. Swala limesuka sasa hivi, mambo ya nyeti tu. Sasa niko na kademu ni kakale. Demu gani wewe mwanangu? Kana kaga pale mbele ukajui. Kanani. Ni shoga yangu hata sisikii kuingia darasani. Marafiki zako wapi? Sijaona siku nyingi. Alija na Maya. Ngoja kwanza nichukue soda nichambe ko. Haya bana. Wewe taarifa zao unazo? Taarifa gani? Taarifa huna? Sina. Wewe taarifa za marafiki zako nafikiri sasa tuna. Kila siku Jumatano saa 11 kamili jioni usikose kutazama Maya kupitia kurasa wetu wa YouTube @South TV TZ.
Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Ronaldo Komba. Wadau wa soka mkoani Mwanza wamesema wamepokea kwa mikono miwili bajeti ya shilingi trilioni 1.2 ya serikali kupitia Wizara ya Michezo ambayo itatumika kufanya shughuli zote za kimichezo nchini. Na katika uga wa michezo kimataifa, klabu ya Real Madrid imethibitisha kuwa beki wa kushoto Ferland Mendy amepata jeraha la misuli na kulazimika kutolewa mapema katika mchezo dhidi ya Espanyol. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya klabu hiyo, Mendy alipata jeraha hilo ndani ya dakika ya 14 ya mchezo huo akiwa katika maumivu, hali inayozua wasiwasi kuhusu uwezekano wa kukosa michezo ya mwisho mwa msimu. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye mwanahabari wetu Salum Jota. Bajeti hii ambayo imetolewa na Waziri wa Habari, Sanaa na Michezo Paul Makonda hapo jana bungeni jijini Dodoma imezua maoni tofauti kwa baadhi ya wapenzi wa soka nchini Tanzania. SAUT TV imefanya mahojiano na baadhi ya wapenzi wa soka wanaopatikana katika jiji la Mwanza na haya ya kusema. Mimi kwa majina naitwa Noah Yunus Yakonia. Ni mmoja wa wanafunzi mwaka wa 3 Baedi ambaye anapenda sana michezo. Mimi nipo kwa ajili ya kuzungumzia swala la michezo kwa trilioni 1.2 ambayo imetolewa na Waziri wa Michezo Paul Makonda. Kwa kweli mimi naona inatusaidia sana kwenye sekta ya michezo, kwa sababu ukiangalia nchi yetu ya Tanzania tuna viwanja vibovu. Ukiangalia kama mpira uliochezwa jana Meja Jenerali, yani dabi haina haja kuchezewa uwanja kama ule, lakini kutokana na ukosefu wa viwanja tunaona ndio imepelekea hadi mpira wenye nyota 5 wenye hadhi ya nyota 5 kuchezewa katika uwanja wa Meja Jenerali, uwanja ambao hauna hadhi yote ile ya kuchezewa dabi kama ile. Kwa hiyo naona hiyo budget ambayo imetolewa kwenye sekta ya michezo kidogo itaenda kuboost katika harakati za kuhamasisha michezo, namna gani nchi iende na kuna namna gani hiyo fedha itakavyoenda kuboresha sekta ya michezo, kwa sababu ukiangalia watu wengi au wachezaji wengi wanashindwa kuperform vizuri viwanjani kwa sababu hamna motisha. Kwa mfano tukiangalia hiyo sekta ya michezo kushirikiana na ili goli la mama, tunaweza tukasema goli la mama kidogo inatia hamasa sana katika michezo. Kwa hiyo naona hiyo fedha ikienda kusaidia uboreshaji wa viwanja pamoja na kutia hamasa katika sekta ya michezo. Kwa majina naitwa Jeffrey Kimario, ni mdau wa michezo Tanzania. Bajeti ile tolewa na serikali ile tangazwa kupitia Mheshimiwa Paul Makonda ya kwamba ya bajeti hiyo trilioni 1.2 katika michezo, kwanza itasaidia kutengeneza viwanja kwa ajili ya 2027. Cha pili itasaidia kukuza the academies ndogo ndogo kwa ajili ya vipaji vya watoto wadogo. Kwanza itasaidia kutengeneza academy mbalimbali kwa ajili ya vipaji vya watoto wadogo. Kama sasa hivi unakuta mtoto ana kipaji lakini ataishia kule mtaani, atacheza kule mtaani lakini kipaji chake kitaonekana. Lakini yule kijana ambaye ile tolewa akitengenezwa academy akaweza kwenda katika ile academy, itaweza kusaidia kipaji chake kuonekana hata kimataifa. Na Tanzania pia inaweza kusaidia hata kukuza Taifa Stars na pia ikapata vijana ile kuna under 20 baadaye wakaja kusaidia timu yetu kufika mbele. Tangu wajiunge na Real Madrid mwaka 2019, Mendy amekuwa akikumbwa na changamoto za mara kwa mara za kiafya, hali inayomfanya kushindwa kupata mwendelezo mzuri wa kucheza kwa kiwango cha juu. Ila hili linakuja miezi michache tu baada ya kurejea uwanjani kufuatia upasuaji uliofanyika mwaka jana, jambo linaloongeza hofu ya kurejea kwa matatizo ya muda mrefu yanayoweza kumweka nje kwa kipindi kingine kirefu. Katika msimu huu, beki huyo wa kimataifa wa Ufaransa amecheza mechi 9 pekee, takwimu inaonyesha namna ambavyo majeraha yameathiri mchango wake ndani ya kikosi cha Real Madrid. Kutokana na hali hiyo, benchi la ufundi la timu hiyo limekabiliwa na changamoto ya kupanga safu ya ulinzi, hasa ikizingatiwa umuhimu wa nafasi yake kama beki wa kushoto katika mifumo ya kisasa ya soka. Ingawa klabu haijaweka wazi muda atakaokaa nje, taarifa za awali zinaashiria kuwa huenda atakosa michezo kadhaa ijayo, hali itakayolazimu timu hiyo kutengeneza wachezaji wengine kuziba pengo lake. Mendy amekuwa chaguo muhimu la kwanza katika nafasi yake anapokuwa fit, akijulikana kwa uwezo wake wa kulinda na kusaidia mashambulizi, hivyo kukosekana kwake kunaweza kuathiri uwiano wa timu ikiwa uwanjani. Mashabiki wa Real Madrid sasa wanasubiri tathmini ya kina kutoka kwa madaktari wa klabu hiyo ili kujua ukubwa wa jeraha hilo, huku matumaini yakibaki kuwa nyota huyo hatakaa nje kwa muda mrefu kama ilivyowahi kutokea hapo awali. Salum Jota, SAUT TV.
Asante sana Salum Jota kwa taarifa hizi za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Ronaldo Komba na sasa nirudishe kijiti kwake Abdul Sami Hawanga kuhitimisha habari ya siku kwa siku hii ya leo. Asante sana Ronaldo Komba kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kutamatisha, tupate tena muktasari wake. Wanafunzi SAUT waeleza umuhimu wa maktaba katika kukuza na kuendeleza taaluma zao. Kiongozi wa kijeshi wa Mali Kanali Assimi Goita amechukua rasmi majukumu ya waziri wa ulinzi wa nchi hiyo. Na katika michezo, baadhi ya wadau wa soka mkoani Mwanza wamesema wamepokea kwa mikono miwili bajeti ya Wizara ya Michezo ambayo itatumika kufanya shughuli zote za kimichezo nchini. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Abdul Sami Hawanga. Uwe na wakati mwema.